Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya shambulizi katika eneo la makazi ya Rais wa Urusi Vladimir Putin, jeshi la Urusi limejibu kwa kufanya shambulizi moja kubwa na la vikundi 6 dhidi ya vifaa vya uzalishaji vya ndege zisizokuwa na rubani, miundombinu ya nishati na shabaha zingine zinazohusiana na kijeshi ndani ya Ukraine katika wiki hii. Hii ni taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi huko Moscow. Shambulizi hilo la mabomu lilikuwa ni kujibu mashambulizi ya kigaidi ya Ukraine katika maeneo yanayolengwa na raia nchini Urusi. Wizara hiyo ilisema katika taarifa yake siku ya jana Ijumaa. Mabomu ya usahihi wa hali ya juu ikiwa ni pamoja na makombora ya hypersonic ya Kinzhal yalitumiwa wakati wa mashambulizi hayo. Malengo ya mashambulio ya Urusi ni pamoja na vifaa vya uzalishaji wa ndege za masafa marefu za Ukraine na maeneo ambayo zinarushwa, ilisema taarifa hiyo. Biashara zingine za viwanda vya ulinzi wa nchi na miundombinu ya nishati ambayo inawapa nguvu ziliguswa pia. Mashambulizi hayo pia yalilenga miundombinu ya usafirishaji wa bandari inayotumiwa na vikosi vya Kiev, ghala za silaha na mafuta na maeneo ya kupelekea kwa muda ya vitengo vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni, kulingana na taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Urusi imesema sasa itaanzisha operation kabambe na kutumia silaha za aina tofauti tofauti kutokana na kile ambacho Ukraine haioni sababu za msingi za kuweza kumaliza vita hivyo. Mnamo Desemba 28 hadi 29, Kiev ilizindua ndege zisizokuwa za rubani karibia 91 na kuzirusha katika eneo la makazi ya Rais wa Urusi Vladimir Putin katika mkoa wa Novgorod. Ndege zote zisizokuwa na rubani zilidunguliwa na ulinzi wa anga wa Russia. Moscow imelaani shambulizi hilo kama kitendo cha kigaidi kilichofanywa kwa serikali ya Urusi na kuahidi jibu kali. Hata hivyo, licha ya kushambulia katika eneo hilo la makazi ya rais, Ukraine ilishambulia pia katika eneo la Kherson wakati wa sikukuu za mwaka mpya ambapo watu 27 wanadaiwa kuuawa hadi wakati huu. Kremlin pia ilisema kwamba uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani haukumlenga Putin pekee bali pia dhidi ya juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kuwezesha utatuzi wa amani wa mzozo wa Ukraine. Muda mfupi kabla ya saa 6 usiku Jumatano, ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine ziligonga hoteli katika kijiji cha Holy katika mkoa wa Kherson nchini Urusi, ambapo baadhi ya watu 100 walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kusherekea mkesha wa mwaka mpya. Takribani raia 27 wakiwemo watoto 2 waliuawa na wengine 31 kujeruhiwa katika shambulizi hilo lililokuja kusababisha moto. Meya wa Moscow Serhiy Sobyanin alisema Ijumaa kuwa ndege 26 za masafa marefu za Ukraine ziliharibiwa zikikaribia mji mkuu wa Urusi usiku kucha. Hata hivyo, kutokana na uvamizi huo uliofuatia jaribio lingine la shambulio dhidi ya Moscow ambalo lilifanyika usiku uliopita wakati ambapo matangazo ya Rais Putin yalipoanza. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba sasa kazi imeanza. Ukraine itashambuliwa kila kona. Ndicho ambacho Urusi inataka wakati huu. Mtazamaji wa The World News, bado hali katika nchi ya Ukraine haijakaa sawa, lakini ni mipango ambayo inatokana na namna Ukraine kupitia rais wake Volodymyr Zelensky ambaye anaona lazima endelee na vita kuliko kumaliza vita huku akipoteza maeneo hasa katika maeneo ya Donbas. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.